Mkasa ambao tunao katika msimu huu ni mkasa special sana. Nikukaribisha sana, tuungane pamoja tusikie haya maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Mpendwa wetu rafiki ambaye anatueleza mkasa huu, nami niko naye hapa kukueleza haya, anaitwa Mesha. Kili ndilo jina lake. Tumekuwa na simulizi nyingi zimefurulizana za kina dada, lakini sasa tunaenda na za kina kaka. Karibu sana. Maisha au simulizi za kina kaka huwa ni simulizi za kusisimua sana. Unajua wanaume sio wepesi sana kuzungumza. Ukiona tunaisimulia simulizi ya mwanakaka, basi hii si simulizi ya kawaida. Karibu tujifunze mengi kupitia kwa Mesha, kijana wa Kitanzania ambaye anashare nasi haya mengi katika safari yake ya maisha, na amekuwa na shauku katika kile alichokipitia jamii isikie, na vijana wenzake pia wasikie, zaidi wasikie vijana na wajifunze kupitia yeye. Karibu sana. Mesha anasema kwa asili yangu mimi ni Mtanzania, na hiyo ni lugha nzuri sana kusema. Kwamba mimi kwa asili ni Mtanzania, yani ni mzaliwa katika ardhi ya Tanzania. Mesha anasema mimi ni kijana ambaye sikubahatika kwenda sana kielimu kwa sababu ambazo zilikuwa ziko nje ya uwezo wangu. Kwa hiyo elimu ambayo mimi nilifikia kwa level ni elimu ya kidato cha 4. Na sikuweza kuendelea zaidi. Kwa hiyo elimu ya kidato cha 4 ni elimu ambayo bado huwezi ukapata kazi kwa urahisi. Kwa elimu ya kidato cha 4 unapata kazi gani ukimaliza kidato cha 4? Ina maana zaidi ni kazi ambazo unaweza ukajitafutia wewe mwenyewe, yani kujiingiza kwenye ujasiriamali, au ukabahatika kama kuna connection ukapata mahali ukapata training ukafanya. Sasa mimi nimezaliwa katika familia ya kawaida, na ndicho kilichochangia pia nikashindwa kuendelea na masomo ya 5 na 6 na kwenda chuo. Kwa hiyo nilikuwa nyumbani. Kwa ule muda niliomaliza nilikuwa nyumbani, na nimekaa nyumbani muda nikiwa sijapata kitu cha kufanya. Mwaka wa kwanza ulipita, mwaka wa pili ulipita, wa tatu, na hatimaye mwaka wa 4. Ndio. Mesha anasema miaka 4 niko kitaa. Miaka 4 niko kitaa, niko napambana kweli kweli. Maisha yalikuwa tight sana. Maisha tight, afu kiangalia pia sio kwamba ni wewe tu umezaliwa peke yako kwenye familia kwamba wanakutazama wewe tu, lakini pia una wadogo zako pia ambao wazazi wanawatazama. Kwa unaona bidi upambane ulete chochote. Kwa hiyo nimekuwa nikijituma kwa shughuli za hapa na pale, vibarua vya hapa na pale pia nimekuwa nikifanya. Yaani ukinipigia simu sio kuna issue gani, mimi naenda kufanya yoyote. Kwa mfano nimeshajishughulisha na issue za ujenzi, sio kusogeza matofali nishafanya, sio kuelekeza kuchanganya zege nishafanya, vibarua hivi kwa mfano vya kilimo nishafanya, sio kuna nyumba tunataka kwenda kufanyia usafi nishafanya. Yani hivyo, yani nipo kwa ajili ya kupata chochote. Sasa katika kuendelea kuhangaika, kuna mtu mmoja nilikutana naye katika mahangaiko tu ya kutafuta chochote. Yeye alikuwa akieleza kuhusu biashara ambayo sasa hivi inafanya vizuri, na akaniambia, unajua watu wengi sana wanaamini katika kuajiriwa, naamini katika kufanya vibarua, lakini unaweza ukafanya jambo lako na likakupa kutoka. Kwa hiyo katika kumsikiliza yeye alijikita zaidi kwenye ufugaji. Akasema nikwambie, kuna watu wanafuga wanatajirika. Yani watu wanatoka from chini kabisa wanaenda kwa watu wa maana kwenye kufuga tu. Niko interested sana. Unajua mimi sasa sijasoma, ndio hivyo nimeishia form 4. Sina professional yote ambayo naweza nikasema nikasimama nayo. Na nakwambia wakati unamaliza form 4 au unaona form 4 inatosha au unaona form 6 inatosha, unaona elimu inatosha, ni kwa sababu hujaingia mtaani. Nataka nikwambie, ukiishia darasa la 7, ukaishia form 4, hata ukafika form 6, utastruggle sana. Kuna hali ya kustruggle sana. Kwa sababu kuna mahali mimi nilikuwa nikienda
yani nakataliwa tu kutokana na huyu form 4 wa kazi gani hapa, kwamba elimu iliyofikia ya form 4 ina thamani lakini ni ndogo sana. Watu sasa hivi wanataka umesomea nini, taaluma yako ni nini, unaweza kufanya nini, vyeti vyako viko wapi. Hayo ni maisha magumu sana, kwa sababu mimi nilivyokuwa kitaani ndo nilisema yani angalau ningemaliza form 4 vile ningeenda kusomea, yani ningeenda VETA, ningeenda tu VETA, ningeenda kusoma huko, hata kama ni ufundi magari ningeenda kupambaniwa huko, lakini sikuwa na taaluma yoyote. Hayo ni maisha mabaya sana kwa kijana, na ni maisha ya kukataa. Yani unamaliza tu huko tu unazubau huko tu. Hiyo imenikosti sana mimi, imenigharimu sana. Lakini nyakati zile zile ningesema kwamba kuna kupambana hapa, ngoja nifanye vishughuli vyangu viwili vitatu, nikasome hata udereva jamani, kwamba mimi bwana katika professional kwa nayo mimi taaluma yangu bwana mimi ni dereva, lakini sina. Na huko VETA taaluma zinatolewa nyingi, unachagua wewe una uwezo kufanya ipi. Kuna ufundi ujenzi, sio kupaka rangi, sio nini, kuna kuchora ramani. Mimi yani sijui chochote. Mimi nimekuwa ni mtu wa kufanya tu vibarua. Maisha hayo sijawahi kuyapenda. Na ndio maana hata nikikutanaga na kijana yoyote namwambia kuna uwezekano mkubwa sana unaona nafasi ya kuendelea na kidato cha 6 na kwenda chuo haipo, nenda kasome kitu ambacho unaamini kinaweza kikakupa hatua ya maisha. Nimekuwa tu nikiwaambia watu nendeni VETA. Siku hizi labda hii elimu imekuwa pana zaidi, watu wanaenda kusoma ufundi nguo, watu wanaenda kusoma. Wewe una uwezo gani? Mimi professional yangu mimi bwana ni fundi. Ndio siku hizi tunaona ma designer hawa wasema mimi designer fulani, kwa sababu hizi sasa zimekuwa ni taaluma kabisa, ni professional za watu kabisa, wana vyeti kabisa watu. Kwa hiyo ilinigharimu sana. Kwa nataka nione naweza fanya nini. Ndio kama nasikia mada kama hizi ninavutiwa nazo, kwa sababu sioni kitu chochote naweza nikafanya. Biashara za shughuli ya ufugaji ni nini? Unafuga nini? Kitu gani naweza nikafuga jamani kikanifanya mimi nitoke? Watu wangapi wanafuga? Mbona sioni watu wakitoka kwenye ufugaji? Ninafuga nini? Nikawa interested sana kuweza kusikiliza hizi mada, nijue kama kutoka basi na mimi nitoke, kwa sababu mimi ni kijana, natamani niende mahali, lakini nimestaki mahali. Mwanga wa kesho siuoni. Maisha ndo yale ya jana ndo naishi leo. Na naona kabisa nikiendelea kukaa hapa, hiki nilichokiona jana, nilichokiona leo, huenda hiki ndicho pia nitakiishi kesho. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Shedrack. Leo wetu rafiki yetu ambaye anatuelezea mkasa huu katika msimu huu, na mimi niko hapa kukujuza mengi zaidi siku njema ya leo. Mkasa wetu mpya kabisa anaitwa Meshak anatueleza haya. Meshak anasema basi nami ninasikiliza, nafuatilia mazungumzo yako makini. Alizungumza ufugaji wa kuku. Akaniambia, unajua watu wanasikia ufugaji wa kuku watu wanaogopa, ni kwa sababu kuna wengine hawajui, wanafuga kiloko. Mimi nazungumza hapa ufugaji wa kisasa, ufugaji ambao unaweza kubadilisha maisha ya mtu. Na akaniambia hiyo ndio shughuli ambayo mimi naifanya, na sasa nimekuwa na elimu pana kuhusu swala zima la ufugaji. Na sishauri mtu aingie tu kichwa. Kwanza anatakiwa apate elimu. Elimu itamsaidia ufugaji wa kisasa. Nikawa interested zaidi, yani nataka kujua zaidi. Nikawa muwazi kwake, nikamwambia nimependa unachokisema, natamani kufanya kwa sababu na muda wa kufanya, na nikasimamia mimi mwenyewe. Naweza nikaanza na kiasi gani? Maana mimi mtaji sina. Akaniambia ufugaji wa kuku inategemea na standard ambayo unataka kuanza. Unaweza ukaanza chini, unaweza ukaanza kati, unaweza ukaanza level ya juu kabisa. Kuna watu ambao wanaamua kufuga kuku, wanaenda huko nje ya mji, anachukua eneo kubwa,
Na baada ya kuchukua eneo kubwa, anajenga mabanda ya kisasa, anaweka vifaranga, anaanza kazi. Kama ni kuku wa mayai au ni kuku wa nyama, inategemea yeye anataka anze na kipi. Nikamwambia, na wewe zaidi umejikita kwenye kipi? Akasema, mimi bwana, mimi nauza mayai, mimi nafuga kuku wa mayai. Na ndo naweza nikasema nimebobea zaidi. Japo kuku wa nyama pia elimu ninayo, lakini mimi nimejikita huko. Nikamwambia, nimependa sana. Nilionyesha shauku yangu, na sio hiyo tu, kwa sababu nilimtafuta tena. Nikamwambia, ile elimu ulinipa siku zile natamani kuendelea kusikia, lakini natamani pia unipeleke nione kwa mfano. Aliniambia, mimi napenda kuona watu wenye shauku. Hata mimi kuna mtu alinishika mkono, na alinishika mkono nikiwa sina chochote. Kwa hiyo nikimwona mtu anania kama hivyo unanisumbua, ina maana unataka kujua, tuonane siku fulani nikupeleke uone. Kweli nilitoa muda wangu na nikamfuata, na tukaenda mpaka eneo ambalo anafanya shughuli zake. Nilipofika nilitamani sana. Nilisema, jamani, mimi napata eneo kama hili, mbona mimi nahamia kabisa huku? Maana yeye sasa ana maisha yake mjini, huku shughuli zinaendelea. Akaniambia, hilo ni wazo unaanza nalo ukiwa huna kitu, lakini kadri unazidi kupata mafanikio, huwezi siku zote ukakaa shambani, kwa sababu utajenga nyumba nzuri mjini, utakuwa na familia mjini, utakuwa unakuja huku kuja kutembea, utakuja kuangalia kinachoendelea, lakini utakuwa na watu sahihi ambao wanaweza kukusaidia pia, yani wafanya kazi. Tazama, mimi niliangalia namna mifumo ya shughuli zake anazozifanya, nilisikia kuguswa sana, na nikaendelea kumuonyesha shauku niliyokuwa nayo. Nikamwambia, lakini mimi sina pa kuanzia. Hata nyumbani kwetu kusema kwamba naweza nikafuga, mazingira sio rafiki. Naweza nikafuga, na nataka nikwambie, siku nikaja nikakuta hata hayo mayai wameshakaanga. Yani nikisema hivyo nikwambie, nitakuta hata kuku wameshawala, yani wamechinja wamekula. Siku hawana mboga, nitakuta wamechinja kuku wamekula. Lakini pia kwenye maisha yangu sijawahi kufuga hata paka. Yani kwamba nina kamfugo kangu nyumbani ninakateke ya jamani. Unajua kuna wale unakutaka fuga mbwa, ana mbwa moja kaongeza mbwa wa pili, leo huyu kafuga paka, kesho huyu anafuga bata. Mimi sijawahi kufuga bata, hata kuku mmoja sijawahi kufuga. Au naweza nikawa hiki kitu sio kitu changu. Akasema hapana, kwamba kwa sababu una kipaji cha kufuga. Hapana, haya mambo tu ni biashara, tunajifunza na tunaelekezwa, tunafuata kanuni zinazotakiwa, basi inakuwa. Basi akanitia moyo, akaniuliza, wewe una shilingi ngapi? Na shilingi ngapi sasa? Yani mimi na shilingi ngapi? Mimi naishi leo. Yani kesho ikatokea nayo basi ni neema, lakini mimi naishi leo. Ukiniuliza hapa, mimi naishi, ninachopata ndo ninachotumia. Yani ninachopata ninachotumia. Maisha nayoishi kusema kwamba kuna akiba nimeweka, akiba za kusema naweza nikapata mtaji, ni uongo. Ni uongo, tena ni uongo, sio kweli, naidanganya nafsi yangu. Nikamwambia, ili wazo unanipa ndo labda nianze kujichakata. Lakini nikwambie ukweli rafiki yangu, nikwambie ukweli kabisa, sina chochote cha kusema naweza nikasema hapa. Kwa sababu mimi najua ukiwa na ujasiri wa kuzungumza, angalau mtu na 500,000, si ndio? Angalau mtu na 1,000,000, angalau hata una 2,200,000. Hasa mimi sijafika hata 500,000 ambayo nayo mimi naishi. Nimekwambia naishi leo. Akaniambia, nikwambie, ukiwa kijana na umri unasogea kama hivi, lazima uumize kichwa chako sana. Ukijiona ni kijana na unaishi leo tu, ni hatari kwa siku za mbeleni. Kwa sababu ukiwa kijana, akili yako inabidi uichoshe kwa kutafakari, kwa kuichosha kwa kufikiria nini napaswa kufanya. Hata kama umesha darasa la 7, hakuna mtu wa kumlaumu. Ni wewe ndio ulikataa shule au ni mazingira ndio yalikufanya ufike ulipofika.
Uwezo kukaa hapo kabaki tu unalaumu, mimi wangenipeleka shule, kwa sababu hata hiyo shule ongeza kwenda na still mambo yangekuwa ndo vile vile. Kwa hiyo hatutafutagi mtu wa kumlaumu. Mahali tulipo hapo hapo ndo tunatakiwa tuanze. Lakini ukiwa kijana na ukaona unaishi leo, yani unapata msosi wa leo na unakula na unalala unakoroma, na una mpenzi na unaona maisha sawa, hilo ni tatizo. Hilo ni tatizo la kesho kubwa sana. Kubwa sana, kwa sababu unatakiwa ufikirie asubuhi, mchana, jioni kwamba baadaye itafika na ninahitaji kuwa na familia. Kama mlo wangu mimi mwenyewe tu binafsi, mlo wa siku moja wangu mimi binafsi unanishinda, miaka inavyozidi kusogea na ninapoenda kuwa na familia inakuwaje? Kama chumba kimoja kulipia kinanishinda, kesho nawezaje kujenga familia? Kwa hiyo kijana lazima uumize kichwa, na ukiumiza kichwa sana lazima utapata majibu ya maswali yako, utaona ufanye nini. Lakini ukiamua tu kuridhika na 1000 2000 ya siku, ni ishara mbaya. Aliniambia, mimi kuna ushauri nikupe na kueleza. Mimi kuna mtu alinishika mkono, na mimi sisiti kuambia watu naweza nikakushika mkono. Mimi sina mtaji wa kukupa, lakini kama unaishi unafanya zisizoeleweka, njoo kae huko shambani. Njoo ukae huko shambani, jumuika na watu huku, jifunze. Jipe miaka yako kadhaa, jifunze anachokifanya. Mimi ninawalipa watu mshahara, ni midogo sio mikubwa, lakini kuna chakula kinatolewa hapa. Yani kuna chakula kinatolewa kwa wafanyakazi. Utakula chakula ambacho naamini kwa mlo mmoja ambao unatolewa kwa mwanaume ambaye anatafuta unaweza kukutosha. Alafu ukitaka mlo mwingine, na maana hapa watu wanajitegemea kwa milo mingine watu wanakula, lakini mlo mmoja wa nguvu kabisa unapatikana. Na wengi wanakula mlo mmoja. Kazi ni nyingi lakini sio sana. Lakini ni za kila siku. Yani ndo ofa alionipa huyo mtu. Ni kweli mimi huko mjini ndo hivyo napambana, lakini ndo kama anavyosema mimi naishi hivyo yani naishi hivyo, nimepata pesa hivyo, na sio kwamba sina mahusiano na kwa mfano hapa nilikuwa niko na kasichana kangu na kenyewe unakuta kananiomba hela, nina shida na hela, nataka niende nikasuke. Yani unapata tu pressure. Wewe mwenyewe kula una uhakika, mpenzi ndiye anakuambia tuonane leo, unajiuliza sasa tukionana nani atakula nani atabaki. Ushaona level za maisha za hivyo. Yani unampenda mtu, mnakubaliana, anakuja labda anakuambia nikija utalipa bodaboda, unakabuku unalipa labda hiyo bodaboda. Haya, mnaenda kununua chakula, labda nikifika pale inabidi useme mimi nimeshiba bana. Jamani, basi naomba niagize chipsi, mayai labda na mishkaki tu 3 inanitosha. Nipe na soda ya baridi. Hapo shilingi ngapi? Chipsi mayai 2500 au 3000. Mishkaki 500. Soda labda hapo wanauza 700 au buku. Inabidi usile. Ndio ile unakuta chakula kinanukia, unaanza kuona chakula kinanukia. Unauliza hizo chips tamu ngoja nikuonjeshe, ni tamu, lakini unajikuta unakula nawe nusu sahani. Mpaka huyo mpenzi anaanza kusema kumbe ulikuwa na njaa. Hamna. Sio kwamba nilikuwa na njaa. Hivyo chips vitamu, next time tutaongeza. Kumbe huna mahusiano unayapenda, kuhudumia ndo hivyo, hali ni tete, unazidi kujipa mizigo. Hii ni safari ya ndugu yetu, mpendwa wetu, rafiki ambaye anashia pamoja nasi katika siku njema ya leo. Anaitwa Meshaki akisema mimi ni kijana wa Kitanzania na haya mengi nimepitia katika maisha yangu. Meshaki anasema nilipata muda wa kutafakari hili jambo kiukweli, kwa sababu sioni mwanga mbele yangu. Kiasi ambacho aliniambia analipa wale watu kule ni kidogo, lakini kuna swala zima la msosi na kuna swala zima la kuto kusafiri. Yani unajua, kwa mfano hapa mjini mtu unaishi, kwa mfano unafanya kazi mahali ambako unatumia nauli shilingi 3000 kwa siku. Alafu pia unatakiwa upate chakula. Labda takula mlo mmoja. Mlo mmoja ni shilingi ngapi? Labda mlo mmoja hapo umeenda kwa mantilie, labda chakula umekula cha buku au cha buku na 500. Kuna mtu unaweza kuwa unashangaa chakula cha buku. Na vyakula vya buku inategemea unataka kula wapi. Labda buku 500. Kwa hiyo labda kwa siku unapiga hesabu katika matumizi yako
ya kwenda kazini na kurudi, labda unasema napambana ninavyopambana, yasifike labda 8,000 kwa siku. Kwa sababu kuna nauli hapo kwenda na kurudi, unakuta mwendo mrefu, na chakula na chenyewe, na njaa itauma tena, utakunywa maji, lakini isizidi 8,000. Unafanya kazi kwa mwezi, unalipwa shilingi ngapi? Labda kwa mfano wale ambao wanafanya kazi kwa mwezi, unalipwa 200,000 mshahara. Unalipwa 200,000 mshahara. Ukipiga hesabu kwa 8,800 kwa mwezi mzima, inakuwa shilingi ngapi? Unaweza kukuta kiasi unachopata na unachotumia ni kikubwa kuliko unachopata. Yani ina maana huwezi kusave chochote. Ndio maisha unakuta ndio unaishi hivyo. Kwa hiyo sitakuwa nikilipia nauli, lakini pia chakula takuwa napata msosi mmoja. Kwa hiyo una uwezekano ninachokipata nikawa ninakitunza. Niliwaza na nilimtafuta, nilimwambia niko tayari, nataka kujifunza, lakini pia nipate hicho kiasi ambacho naweza nikakisave. Akaniambia sawa, basi siku fulani jiandae, mimi tena tutakukabidhisha kule na tufanye kazi. Kweli akawa amenipata, mimi niliaga tu nyumbani, namwambia jamani, mimi ngoja niende nikapambane. Wapi? Nikamwambia mimi naenda zangu mashambani. Mashambani tena nikamwambia kuna mshikaji wangu mmoja anafuga huko kuku. Kwa hiyo naenda huko kujichanganya nini nijifunze, lakini kuna kiasi atakuwa ananilipa. Asa unatoka huku unaenda mashambani. Yaani hela umekosa mjini, hela unapata mashambani. Jamani, kama umekosa hela mjini, kuna hela inapatikana mashambani. Unajua watu wana mitazamo tofauti. Wakati kuna mwingine yuko mkoani, labda yuko Dodoma au Mwanza au Kigoma, anasema yani mimi natamani mtu tu anifikisha jiji la Dar es Salaam. Nikifika jiji la Dar es Salaam sitalala njaa. Lakini mimi niko hapa mjini, ninaona mambo magumu. Na yeye yule ambaye anatoka shambani, anatoka mkoani, anahisi kabisa kwamba akija hapa mambo ni marahisi. Lakini hapa mambo sio marahisi, magumu vile vile. Yaani magumu vile vile. Hapa utaona marahisi kama una jambo lako unalifanya, linakuingizia pesa ya kujikimu na ni ya uhakika, sio ya ubabaishaji. Tofauti na hivyo, unaweza ukaishi maisha ya ajabu, ni bora nyumbani kwenu ulikotoka. Mwisho wa siku unaweza ukawa mwizi. Kabisa unaweza ukawa mwizi. Maana unakuta hakuna anayekupa. Uko kijijini huko, una shangazi, una mjomba, ukienda ukamwambia mjomba leo sijala, atakwambia chukua kibobo cha unga. Huku nani anakupa unga? Nani anakupa unga? Huku mpaka maji ya kunywa maji ya kunywa unanunua. Unakuta huko mkoani kwenu maji ya kunywa hamnunui. Unaenda kwenye chemichemi sisi zinatoka, unachota unakunywa. Siku hizo ukikuta bomba la mtu unatakiwa unataka maji ya kunywa. Hapa tunauza. Kila kitu kinahitaji pesa mjini. Mimi sasa naenda shambani. Yaani unaenda mashambani huko kwenye mambo ya kuku. Haya. Mimi nimeshaaga na moja kwa moja anatuambia Mesha niliondoka na kwenda huko mashambani, mahali ambako kulikuwa kuna ufugaji wa kuku, ni kuku hawa wa mayai. Kwa sasa nimefika, nikatambulishwa kwenye hii team, yani wafanyakazi wenzangu, na majukumu ya hapa ni majukumu ya kila siku. Huyu mtu ameinvest sana kwenye ufugaji wa kuku wa mayai. Mkasa wa kipekee. Huwa anasema simulizi za wakaka ni simulizi zenye mafunzo makubwa. Ukiona tunaisimulia basi amini na kuambia ni simulizi ambayo ina mengi ya kujifunza. Ndio. Sasa Mesha anasema hizi shughuli za hapa ni shughuli za kila siku. Jamani, mayai yanatoka kila siku. Yaani ajabu na kushangaza. Nilisema inawezekana na mimi siku nikawa na eneo kubwa kama hili la ufugaji. Unajua mimi nimekuwa nikikaa mjini, sijawahi kufikiria kuna kitu kama hiki. Yaani naona watu wanafuga, wanafuga kisasa. Jamani, kuku ni wengi sana kuku. Wengi sana wa kuku.
na wanatunzwa kiprofessional kabisa. Sasa hapa na mimi ndiko mahali ambako nilianza kujifunza haya mambo hayafanyiki kawaida. Yani haya mambo hayafanyiki kawaida, yanafanyika kiprofessional. Yeye mwenyewe ameshatoa elimu. Kuna wataalamu hapa na mimi pia nazidi kujifunza. Sasa nimefanya hizi shughuli kwa muda. Tangu nimekuja hapa nilikaa miezi 6. Niko hapa. Na sikuwahi kuondoka. Yani sikuwahi kutoka kurudi nyumbani, niko tu hapa. Nakumbuka siku moja alikuja mshikaji. Yani huyu ambaye alinipa deal, ambaye ndo mwenye hii ofisi. Yani mpambanaji mwenzangu ambaye naye anasema kuna mtu alimshika mkono, alikuja. Na waga anakuja sio mara moja mara ngapi, anakujaga mara nyingi. Miezi 6 ni miezi mingi kwa mtu mwenye biashara yake ambaye anaifuatilia, na maana anakuja mara nyingi. Akaniambia, "Oya, njoo tuongee bwana. Njoo tuongee. Hatujakaa siku nyingi tukaongea." Nikamwambia ni kweli. Akaniambia, "Mesha, unaonaje?" Nikamwambia, "Kiukweli najifunza kitu. Najifunza kitu." Akasema, "Hii biashara nikwambie sio ya kufanya mtu mmoja. Hii biashara inabidi wafanye vijana wengi. Nikwambia uhitaji wa mayai ni mkubwa kuliko unavyowaza. Uhitaji wa mayai ni mkubwa kuliko unavyofikiria. Wewe unaweza ukaona sema nisimsaidie mwenzangu akajua akifanya tutapambaniana masoko. Hatuwezi kupambaniana masoko. Nataka nikwambie biashara hii soko bado halija, yani bado uhitaji ni mkubwa kuliko sisi tuliopo kwenye game. Kwa hiyo bado watu wanahitajika wengi." Nikaambia, "Da, I say, naamini kwenye kujifunza kama hivi ni mwanga mkubwa sana ambao unapata." Akaniambia, "Vizuri." Akaniambia, "Safi. Mimi napenda kwa sababu unapenda kujifunza alafu na bidii sana." Nikaambia, "Kabisa bosi wangu, kwa sababu kuna vitu waga unaniambia ni vitu ambavyo ni vya msingi sana. Kama sina elimu, yani kama sina elimu, nimeshia form 4, sina taaluma yoyote, ina sababu ya kupambana sana. Kwa hiyo napambana kwa ajili ya kupata chochote, lakini napambana kwa sababu hiki ninachokijifunza kinaweza kikanifaa siku ya kesho, na nimekubali kuwa na muda wa kutulia na kujifunza. Ndio maana hata unanionaga tu nimetulia." Akasema, "Nimependa." Na ni kweli miezi yote 6 sikurudi nyumbani. Yani sikurudi nyumbani, niko tu huku. Sasa huku watu wanaomba sana excuse. Anaomba excuse huyu, anaomba excuse, unajua mimi nimefanyaje, anaomba excuse huyu, mimi nimefanyaje. Kwa hiyo kwa miezi hiyo yote pengine ni mimi tu ndo ambaye nimekuepo tu hapo. Yani nipo, watu wanaondoka wanarudi, mimi nipo. Kwa hiyo kuna hali fulani kama nilijenga kwake kuona kwamba niko serious sana na hiki kitu. Akaniambia, "Meshak, mimi nataka nikupe kitengo cha kusimamia." Nikamwambia, "Mimi naona kama kuna wakongwe hapa." Kuna brother mmoja nikamtaja pale ambao ndo unamuona kama ni mtu ambaye yuko naye karibu sana. Akasema, "Ni kweli, hao ni watu wangu. Haimaanishi kwamba ni makosa kufanya mabadiliko. Mabadiliko ni muhimu. Kuna kitengo muhimu mimi nataka nikuweke. Na nitakutangaza hapa mbele wenzako, nataka usimamie." Nikamwambia, "Sawa, nimekuelewa." Kwa hiyo na mimi nikaipokea kwa nia njema. Unajua kama nimefika mahali miezi 6, unaona napewa kusimamia wenzangu, nimetoka kwenye ile nafasi ya mimi kusimamiwa, naanza kuwasimamia hiki na hiki kiende, hiki na hiki kiende. Ni kitu cha faraja sana. Kwa na mimi kama kijana nikafurahia, nikaambia bosi, "Asante sana. Yani ni kweli tulikutana vile na sababu ya kumzoea, yani hivyo, lakini mimi kwa nafasi aliyokuwa nayo na hiki nilichokiona alichokiweka hapa, tangu sikio nilisema huyu mtu sio mtu wa kawaida, huyu ni bosi. Huyu ni mtu wa kuheshimika." Kwa hiyo hata amekuwa akija ninamheshimu sana. Na sijaweka matani naye. Yani kwamba kishikaji kutaniana naye, hapana. Ni bosi, ni bosi. Kweli bwana, mimi akanitangaza, akanipa kitengo ambacho nitakuwa nikisimamia. Kuna vitengo vingi katika shughuli za mayai. Yani kwa upana wake mambo ni mengi, lakini kwenye shughuli ya mayai kuna vitengo vingi. Kuna ile mzigo umeshapakiwa kabisa, yani mizigo ile imeshawekwa sawa kabisa, yani
hii sasa inaweza ikaondoka, mimi ndio nikapewa hicho kitengo. Yani kama ni msema, ni mtu ambaye naweza nikasema kiasi ambacho tulikuwa tunatakiwa tupakize ndicho ambacho kimepakiwa. Kwa mfano tray za mayai ziko ngapi? Tray za mayai ziko labda 100. Ndio tray za mayai ziko 100 na ndio zinaondoka kutoka hapa. Kwa hiyo mimi ndio ilikuwa kazi yangu kuhakikisha kila kitu kiko katika mstari. Mambo ya upigaji hapo kila eneo. Nataka nikwambie upigaji hadi hapa, nakwambia huyu bosi kuna watu walikuwa wanampiga. Upigaji upo kila eneo. Na kadri unavyotaka kufuatilia sana watu wasikupige, ndo wanapata mbinu nyingine mpya za kukupiga. Yeye mwenyewe bosi alikuwa anasema, najua mnanipiga. Najua kuna watu mnanipiga, lakini omba nisikukamate. Omba nisikukamate kwa sababu nikikukamata itakugharimu sana. Kwa hiyo kupigwa kupo, lakini ndo watu ndo usipige sana. Yani ukapiga mpaka ligepu likaonekana likubwa. Kwenye vitu kama hivi vingi, ukimpiga kidogo inaweza ikawa sio rahisi mtu kujua, lakini ukipiga pakubwa ina maana mpaka mtu mwenyewe anasema, mbona pale kama pana uwazi? Ni kwa sababu umepiga sana. Lakini kuna kupiga kidogo kale kampenyo kanaba kidogo. Yani mtu anaweza akasema sijapigwa hapa, mbona hamna kitu, kumbe mtu umempiga kidogo. Ukimpiga kidogo vipi? Ukimpiga kidogo ile kidogo ikafika miezi 6, kidogo kafika mwaka. Kwa hiyo kupigwa kupo, na sifundishe watu kupiga kwa sababu ukikamatwa shauri yako. Maisha yake anasema mimi nilikuwa najua watu wanapiga. Watu wanapiga na mimi mwenyewe nishashirikishwa. Bwana, hii issue 1 2 3 4 tunafanya hivi, na mimi natulia pale, na mimi napigwa, napewa cha kwangu na mimi natulia. Huyu upigaji upo. Kwa sasa na mimi ndio nikawa nimepata sasa hiyo nafasi sasa na mimi kuidhinisha kwamba 1 2 3. Sasa nimefanya hii shughuli kwa muda kama miezi 3 hivi. Huyu bosi alikuja. Akaniambia, toka umeanza kusimamia hiki kitengo naona kinaendelea vizuri. Naona kila kitu kiko vizuri. Safi kabisa. Kuna kitu nataka nishare na wewe. Hivi ni vitu vyangu waga binafsi, sipendi sana kusema. Nikamwambia, kitu gani bosi? Akasema kuna kitu hapa hakiko sawa. Kuna kitu hakiko sawa. Eneo langu limevamiwa. Nikamwambia, unamaanisha nini? Akasema, huwezi kunielewa, lakini ninakuamini sana. Nataka uwe kijana wangu ambaye ninamuamini. Kama nainuka, tunainuka wote. Na kama tunashuka wote. Mimi na wewe nyota zetu ziko connected. Nikamwambia, unamaanisha nini? Akasema, siku zile nilipokutana na wewe, mimi waga nashia na vijana wengi sana kuhusu kujikwamua kimaisha, namna gani wapambane. Na mimi sio issue moja hii tu nafanya. Kuna issue nyingi nafanya. Kwa hiyo waga nakizungumza na mtu namwangalia yuko interested wapi. Nilivyoona unapenda ufugaji, na mimi ninapenda sana vijana wasikivu kwa sababu najua hawa ndio mabilionea wa kesho. Niliona kuna connection kati ya mimi na wewe, kwamba mimi na wewe tunaweza tukafanya jambo likawa kubwa. Unajua huyu mtu anazungumza, ina maana mtu ana maisha yake. Unajua gari anayotumia, maisha yake. Yani mimi na yeye, yani yeye yuko huko, mimi niko huku chini. Mimi ni sifuri kabisa, ndio kwanza niko hivi nafanya vibarua. Lakini ananiambia tunaweza tukajoin connection yetu tukafanya vitu vikubwa. Unajua nikawa interested sana. Ili kitu gani mimi naweza nikafanya na huyu tajiri zaidi ya kumsimamia hivi mayai, na akanipa pesa yangu mwisho wa mwezi. Na mimi nikajifunza hiki ambacho kinapatikana hapa. Nikamwambia, unamaanisha nini? Ni kitu gani hiki unamaanisha? Akaniambia, kuwa mpole. Wewe umekuwa rafiki yangu, unajua. Umekuwa rafiki yangu, mtu ambaye tunaweza tukashare vitu vya sirini. Kuna vitu nataka tushare na wewe. Lakini nikikutangulizia tu kwa mbele eneo limevamiwa. Sasa unajua mahali ambako unafanya kazi mtu akikwambia pamevamiwa, ni watu wanataka kufanya nini hilo eneo. Ina maana hii shughuli haitafanyika hapa tena. Nikawa namwambia, kwa nini unasema hivi? Kuna kitu gani? Ina maana kuna hatari iko mbele. Vipi wanataka kuja kukunyang'anya ile eneo?
Akaniambia wala usipanic, mimi mfanya biashara ambaye nimeshapambana sana, najua hujatoka hapa muda mrefu, twende mjini, nataka utembelee familia, si ndio? Ukae na familia, mshare mambo na familia, pata muda uenjoy kidogo, tuzungumze. Ukija huku tunakuja tukiwa na mikakati mizuri zaidi ya kufanya mambo makubwa zaidi ya haya unayoyaona, na namna gani ambayo tunaweza tukazuia huu uvamizi ambao ninakuambia. Nikamwambia sawa bosi. Akaniambia jiandae, tunaondoka na mimi ninavyoenda mjini na kupeleka. Nikamwambia bosi asante. Kupata bosi anayekukubali kama hivi, mimi niseme nini jamani? Niseme nini mimi? Kwa kweli namshukuru Mungu. Nimekuja kujifunza na ni kweli nimejifunza, ni kweli nimetunza, lakini kiasi ambacho mimi napata ni mdogo ndio.